Halo, karibu sana kwenye episode hii nyingine ya series yetu ya Set Me on Fire. Na leo kimahususi kabisa tutaongea kuhusu mtu mmoja wa Mungu ambaye alikuwa on fire. Mtu mmoja wa Mungu ambaye alikuwa on fire. Wakati ninaendelea na series hii, mtu huyu akaingia kwenye picha, kwa hiyo nikaona haitakuwa busara tuendelee bila kumzungumzia na bila kupata wakati wa kufanya reflection. Kabla sijakwambia huyu mtu ni nani na amefanya nini, niruhusu nikupe takwimu hizi kidogo. Ripoti zinasema mauzo ya Biblia nchini Marekani kwa mwezi huu wa Septemba, mwezi wa Septemba uliopita, mwezi wa Septemba yameongezeka kwa 36% ukilinganisha na mwaka jana. Mauzo ya Biblia yameongezeka kwa 36%. Ripoti pia zinasema kuna watu kwa mwezi huu wa Septemba wameenda kanisani kwa mara ya kwanza, na mara ya mwisho hao watu walienda kanisani miaka 10 iliyopita. Kwa kuna watu ambao kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 10 wameenda kanisani mwezi huu wa Septemba. Kuna watu, ripoti zinaendelea kusema, wamemuomba Mungu kwa mara ya kwanza mwezi huu wa Septemba tangu walipoomba mara ya mwisho wakiwa watoto. Wamemuomba Mungu kwa mara ya kwanza mwezi wa Septemba. Kuna watu pia kwa mwezi wa Septemba wameenda kanisani kwa mara ya kwanza tangu wamezaliwa. Na ripoti pia hizo zinasema mwezi wa Septemba, bila shaka na wewe umesikia, tarehe 10 Septemba, 10th of September, kabla tu ya September 11, kuna tukio moja ambalo halikuwa zuri sana lilitokea kule Marekani. Kule Marekani kijana mmoja anaitwa Charles Kirk. Charles Kirk alipigwa risasi akiwa kwenye mojawapo ya shughuli zake kwenye chuo kikuu kimoja kinaitwa Utah. Charles Kirk anapigwa risasi, anakufa. Na baada ya kifo chake, hizi ripoti nilizokupa zinatokana, ni effect, ni uamsho ambao umetokea baada ya kifo cha Charles Kirk. Sasa Charles Kirk ni nani? Unajua Yesu alituambia kwamba tutawatambua watu kwa matunda yao. Hivi mtu ambaye ameweza kuwa na impact kiasi hiki baada ya kufa, hata kabla, hii ni baada ya kufa, ni baada ya kufa haya mambo yote yametokea. Huyu ni mtu ambaye bila shaka hatuwezi kumpuuza, kwa sababu kazi zake zinajieleza. Kazi zake, impact yake inaonekana hata baada ya kuwa ameondoka. Sasa Charles Kirk, ambaye jina lake kamili anaitwa Charles James Kirk, maarufu kama Charles Kirk, alizaliwa mwaka 1993 tarehe 14 mwezi wa Oktoba, kule kwenye jimbo la Illinois, na akakulia kwenye suburbs za Chicago, na akakutana na Yesu akiwa 5th grade. Na baada ya hapo alivyomaliza high school, mojawapo ya mentors wake akamshauri asiende chuo kikuu, japo alikuwa amefaulu kwenda chuo kikuu, alikuwa amepata admission, lakini mojawapo ya mentors wake akamshauri kulingana na vision aliyokuwa nayo, akamshauri kwamba asiende chuo kikuu ila aanze kupambania maono yake. Na akiwa na miaka 18 akaanzisha taasisi yake inaitwa Turning Point USA. Na hii taasisi ilikuwa ina lengo la kukabiliana na changamoto moja ambayo aliiona wakati akiwa high school. Na changamoto yenyewe ambayo aliiona tangu akiwa shule hadi anafika high school ni wimbi kubwa la uliberali ambalo lilikuwa linaendelea kukua kila uchwao. Kuanzia kwenye vitabu vya kufundishia, watu waandishi, wasomi, wanazuoni walikuwa wanapush agenda za uliberali, za kiliberali, agenda za same sex marriages, agenda za gender confusion, agenda mbalimbali za kumkataa Mungu na kumuondoa kwenye center ya maisha ya mwanadamu. Sasa Charles akiwa shule, akiwa high school, aliandika hadi essays kuchallenge mitaala na nini, lakini baadaye akaona haitoshi. Alivyomaliza high school akaamua sasa kuanzisha Turning Point USA, na kupitia hiyo sahihi vita sasa akaamua kukabiliana nayo. Fast forward sasa, hapo alikuwa na miaka 18. Fast forward miaka 13 baadaye. Miaka 13 baadaye, Turning Point USA chini ya Charles Kirk
ilikuwa ni organization ambayo ilikuwa ina mafanikio makubwa. Hadi Charles anafariki akiwa na miaka 31, Turning Point USA ilikuwa ina mafanikio makubwa. Alikuwa anakusanya hadi wanafunzi 4,000 hadi 5,000 kwenye kusanyiko lake moja kwenye vyuo. Akiita vijana kuja kumsikiliza, akitembelea chuo walikuwa wanakuja vijana 4,000 hadi 5,000. Hilo sio kusanyiko dogo. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ripoti zinaonyesha Charles alikuwa akienda kwenye vyuo vya kiliberali kabisa vile. Akaongea mara 2. Akaenda mwaka huu labda na next summer tena akaenda. Hicho chuo kilikuwa kinaanza, transformation ilikuwa inaanza kufanyika kwa kasi. Charles hadi anafariki alikuwa anafanya wastani wa hotuba 250 kwa mwaka kwenye vyuo, wastani wa vyuo 200 na vyuo vya kati na vyuo vikuu. Hotuba 250 kwenye vyuo 200, vyuo vikuu na vyuo vya kati. Bila shaka hao ni mafanikio ambayo huwezi kuyapuuza kwa kijana wa miaka 31 ambao ameyafanya hayo mambo yote ndani ya miaka 13. Alikuwa amehubiri kwenye wastani wa makanisa 1,000. Alikuwa na radio show na podcast ambayo ilikuwa imekuwa hadi kufikia wasikilizaji 1,000,000 kwa siku. 1,000,000 kwa siku. Alikuwa pia ameandika vitabu 2. Bila shaka wewe na mimi tuna mengi ya kujifunza kwa Charles. Inawezekana usikubaliane naye kila kitu kulingana na alikuwa pia kwenye political space, kwenye politics najua opinion zinaweza zikawa divided, lakini tukiwa wa kweli kuna mengi sana kama vijana wa Kikristo tunaweza tukajifunza kwa Charles Kirk. Na leo nitakuletea mambo 5 tu ambayo tunaweza tukajifunza kwa Charles Kirk. Jambo la kwanza ambalo wewe na mimi tunaweza tukajifunza kwenye mafanikio ya maisha ya mtu huyu mkuu wa Mungu ni kulijua kusudi la wewe kuwepo hapa duniani. Kama kuna kitu ambacho kina stand out ukiangalia maisha ya Charles Kirk, unaona mtu ambaye alikuwa analijua kusudi. Alikuwa haishi tu, hata kuchagua kutokwenda university akaamua kuanzisha Turning Point USA. Ni mtu ambaye alikuwa anajua kwamba hapa duniani yuko anafanya nini. Kwa alivyoenda high school aka-identify calling yake. Akaona hapana, hii sehemu kuna gap. Na hili gap muda haupo, yani sina muda wa kuendelea kusubiri. I have to act now. Akaona hamna hata haja ya kuendelea sana na formal education. Akaamua kujiendeleza mwenyewe kujifunza, alafu akaamua kusimama kwenye gap. Kwa kama kuna kitu ambacho tunakiona, kitu ambacho kimempa Charles Kirk relevance na kikamfanya akawa effective, ni kwa sababu alilijua kusudi lake, aligundua kusudi lake. Aligundua kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua, na hicho kitu kinaitwa liberal bias. Liberal bias. Hii kitu alikutana nacho kwenye mitaala ya kusomea, akakutana nacho kwenye lectures, akakutana nacho kwenye podcast, kwenye kila sehemu. Akaona hapana, mambo hayawezi yakaendelea hivi. I have to stand on the gap. Kama hii generation itasaidika, itaokolewa, basi inabidi nisimame kwenye gap. Inabidi nisimame kwenye gap. Kwa wewe na mimi ambacho tunaweza tukajifunza, cha kwanza ni kwamba inabidi tujue sisi, wewe na mimi, sisi kusudi letu la kuwepo hapa duniani ni lipi. Na namna moja wapo ya kulijua kusudi la wewe kuwepo hapa duniani ni kuangalia vitu ambavyo vinakukera. Ni changamoto gani ambazo wewe binafsi zinakukera na unatamani uzisolve? Kwa Charles ilikuwa ni liberal bias. Alitamani awasaidie vijana waanzishe hii conservative movement, ambayo basically ni kuwarudisha tu kwenye common sense, kuwarudisha kwenye biblical principles. Watu waishi kama maisha ambavyo Mungu alikuwa ameyakusudia, gender kama ambavyo Mungu alikuwa amekusudia, maisha kama ambavyo Mungu alikuwa ameyakusudia, kuheshimu uhai wa mwanadamu, kuwa kinyume na abortions, kwenda kanisani, vitu ambavyo Mungu alikuwa ameviplani na kuviweka. Yeye ndiye alichokuwa anakifanya, kuwarudisha watu kwenye msingi wa neno la Mungu. Sasa namna moja wapo ya kujua kusudi lako ni kuangalia vitu ambavyo vinakukera ni vipi kwenye jamii, kwenye mwili wa Kristo. Ni vitu gani ambavyo uko passionate kuvihusu, the things that you are passionate about. Yani kitu ambacho ukianza kukifanya hadi una lose sense of time. Hivyo vitu vinaweza vikawa vinakuambia kusudi lako ni lipi. Ni vitu gani ambavyo unaviweza kwako wewe, vina flow freely.
Maeneo yako ya strength zako ni zipi? Inawezekana pia hizo zinakuonyesha kwamba Mungu alikufanyia wiring namna alivyokufanyia ili akuelekeze kwenye kusudi lake. Balaa kubwa zaidi, Dr. Miles aliwahi kusema, balaa kubwa zaidi hapa duniani sio kifo. Balaa kubwa kuliko yote ni maisha yasiyo na kusudi. Balaa kubwa kuliko yote ni maisha yasiyo na kusudi. Kwa kama tunajifunza kwa Charlie, tunapaswa kuishi maisha yenye kusudi. Mwandishi mwingine anaitwa Franco Fanoni. Franco Fanoni alisema kila kizazi kinapaswa kutambua wito wake, halafu kiamue kama kitauishi au kitautelekeza. Kwa wewe na mimi tuna wajibu wa kutambua wito. Kwa nini tuko hapa duniani? Kwa nini tunaishi? Mtume Paulo anasema, ole wangu mimi nisipo ihubiri Injili. Alikuwa ameshajua wito wake. Hadi kipindi kile anataka kurudi Yerusalemu, wale watu wanaompenda wale wakiongozwa na kina nabii Agabo, wakati wanamdiscourage, wanaambia ukifika huko utakamatwa, wanalia. Anawaambia sio kukamatwa. Nyinyi mnaongea kukamatwa. Mimi niko tayari hata kufa kwa ajili ya Injili, lakini siwezi kuacha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amelijua kusudi lake. Kwa Charlie alifanikiwa sana ndani ya muda mfupi kwa sababu alikuwa anaishi kwenye kusudi. Kuna sehemu ambayo ukiwepo unakuwa unstoppable. Yaani hata watu wataka kukuzuia hawawezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiwa kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yako, mbingu zinakupa backing. Mtu mmoja alisema hakuna kitu chenye nguvu kama wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Kwa ukilijua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, unakuwa umebeba wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika, na for that reason unakuwa unstoppable. Charlie alikuwa unstoppable. Hadi wakaamua hao walioamua kumuondoa, maana yake walikuwa wamemshindwa. Walikuwa wanaona huyu akimwacha, huku mbele nitakuonyesha numbers. Huyu aliona huyu jamaa akimwacha, revival single handedly analeta uamsho. Kwa that is the case. Ukiishi kwenye kusudi la Mungu, unakuwa mtu ambaye hazuiliki. Kwa cha kwanza ambacho tunaweza tukajifunza wewe na mimi kwa Charlie kaka ni kulijua kusudi la Mungu. Biblia inasema naye Daudi akiisha kulitumikia kusudi la Mungu, akalala pamoja na baba zake. Daudi aliondoka akiwa he died empty. Alikuwa ameisha. Yaani ndani ya miaka Daudi hata hakuishi muda mrefu unajua. Daudi alikufa akiwa na miaka 70 tu. Huwezi kulinganisha hata na watu kama Suleiman ambao waliishi wakiwa na miaka 110 ndio akafa. Lakini Daudi hadi anafikisha miaka 70 alikuwa ameshakuwa mzee sana. Yaani hata mwili wake ulikuwa haurespondi tena. Lakini ndani ya hiyo miaka 70 alikuwa ameliishi kusudi la Mungu to the fullest. Biblia inasema naye Daudi akiisha kuliishi kusudi la Mungu, akalala pamoja na baba zake. Hakuna kitu ambacho ni cha maana kama kulijua na kuliishi kusudi la Mungu. Kwa changamoto ya kwanza ambayo tunaipata kwa Charlie, na mimi nakupa changamoto hii leo. Usikae kwa amani kama ulijui kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Omba, funga, soma vitabu, sikiliza podcast kama hii hapa ambayo itakuchallenge, itakufanya usiwe mzembe, usiwe mvivu, ujipush, lijue kusudi la Mungu na uliishi. Kitu cha pili ambacho tunajifunza kwa Charlie kaka, tunajifunza self development. Umuhimu wa kujiendeleza. Nikwambia Charlie hajaenda chuo kikuu. Aliishia high school. Lakini kama umekuwa ukimfuatilia, najua wengi tumemfahamu Charlie baada ya kufa. Lakini mimi nilimpata neema ya kumfahamu mapema kidogo. Kwa hiyo nilikuwa namsikiliza mara nyingi. Charlie ungempa topic yoyote. Yaani nimemsikiliza sio mara moja, amewakalisha maprofesa wa vyuo vikuu kwenye masomo yao anayofundisha. Alikuwa ni mtu mwenye bidii sana ya kujifunza. Mmoja wapo kati ya mentors wake, mzee mmoja anasema, huyu mzee anamiliki university moja kule Marekani, ni principal. Anasema mapema tu wakati Charlie akiwa kijana mdogo, miaka hiyo sasa akiwa 18 hivi, ameanza turning point. Alikutana na huyu mzee, halafu huyu mzee akamuuliza maswali, Charlie akayashindwa. Alivyoyashindwa right away akamwangalia huyu mzee akamwambia nifanyeje? What shall I do? Akamwambia go home and work on yourself. Anasema next week Charlie akaanza kuenroll kwenye kozi fupi za kujifunza. Alikuwa na bidii.
ya kujifunza. Alikuwa aggressive kutaka kujifunza, kutaka kujiendeleza. Kwa mtu ambaye hana elimu ya chuo kikuu, lakini mpe topic yoyote, ongea kuhusu economics, ongea kuhusu sheria, ongea kuhusu uchumi, ongea kuhusu chochote, yani wewe chagua topic, historia, ongea chochote. Alafu Charlie alikuwa na knowledge ya kutosha kuweza kumwacha mbali mtu yoyote wa kawaida, na hii knowledge yote alikuwa amejifunza yeye mwenyewe. Alikuwa ni mtu anasoma sana, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye mentors. Yaani kwa mfano Charlie alikuwa na watu hadi ambao mtu ambaye ana mentor tu kwenye Agano la Kale, mtu ambaye ni mbobevu, wala akikuona wewe ni mbobevu kwenye eneo fulani, alikuwa anaomba kuwa karibu na wewe uweze kummentor. Ukiwasikiliza wale wazee ambao walikuwa wanamzunguka, mmoja wapo alikuwepo hadi ile siku wakati anapigwa risasi, ni watu ambao alikuwa amewaomba wamfanyie mentorship kwenye maeneo fulani specific. Kwa hiyo na wewe pia challenge ambayo Charlie kaka anatuachia, tusikubali kuwa shallow. Yaani kama wewe hiki kitu ni cha kwako, kitu ambacho wewe unakijua, kitu ambacho umekaa shule ukajifunza, usikubali kuwa shallow. Kuna kanuni moja inaitwa 5% principle. Hii kanuni inasema watu ambao wanafanikiwa in the long run, yani watu ambao kija miaka 10, 20 utawakuta wanafanya vizuri sana, ni watu ambao wako kwenye 5% ya hiyo taaluma yao. Yaani kwa mfano kama wewe ni mchumi au ni mwanasheria kama mimi, yani ninatakiwa niwe kwenye 5% ya wanasheria wa hii nchi kiufahamu. Kama nikifanikiwa kuingia kwenye 5%, nika build competence to the extent kwamba naweza kubelong to the 5%, ni swala la muda tu. Ukija utanikuta kadri miaka inavyoenda nitakuwa ninaendelea kupanda, nitakuwa naendelea kupaa. Kwa hiyo usikubali kuwa shallow kwenye eneo lako wewe ambalo Mungu amekuweka. Mwalimu Nyerere anasema asilimia kubwa ya vijana, hii nimeiongea kwenye kitabu changu kinaitwa Mtu wa Tofauti. Asilimia kubwa ya vijana wakishamaliza vyuo wanafikiri wamemaliza kujifunza. Kwa wanachukua degree zao wanaenda kuzining'iniza chumbani kama hirizi. Wanafikiri wamemaliza kusoma. Lakini kusoma sio kwenda chuo, sio kuwa na vyeti. Kusoma ni kitu cha kila siku. Yaani ni culture. Kusoma ni utamaduni ambao kila mmoja anatakiwa aujenge. Bila hivyo kuna watu ambao hatavioni hawajaenda, lakini watatuzidi mbali kiufahamu na kiakili, kwa sababu ni watu wenye tabia, wenye utamaduni wa kujiendeleza. Kwa hiyo Charlie anatu challenge kwenye eneo la kujifunza, eneo la kujifunza. Kama umeamua kuwa Mkristo, basi mjue Mungu. Mjue Mungu. Yaani usiwe shallow kwenye imani yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro kwamba tuwe tayari kumjibu kila mtu atakaye kuuliza sababu ya tumaini lako. Yaani usikutane na atheist akakuchallenge tu maswali mawili akakuzidi wakati wewe unasema ni Mkristo. Challenge ambayo Charlie kaka anatuachia ni challenge ya kujiendeleza. Charlie alikuwa ni marafiki zake sasa kama kina Candace Owens. Wanasema Charlie alikuwa miaka hiyo wakati anaanza, yani hadi akiwa ni 20s ashakuwa maarufu. Kwanza alikuwa anavaa suti ambazo ni oversize. Alikuwa ana hata muda wa kwenda kupimisha suti si kwa ma stylist. Alikuwa yuko busy anasoma, anajifunza, anapush vision yake. Wanasema Charlie kaka alikuwa hajui hata tofauti kati ya Kanye West na Jay-Z. Yaani wanasema alikuwa akimsikiliza nyimbo hajui huyu ni nani. Watu ambao inawezekana ni mashuhuri kwa vijana wa umri wake walikuwa wanawajua vizuri, lakini alikuwa hata hawajui hao watu. Alikuwa busy na vision yake. Kwa hiyo usiwe deep kwenye mambo ambayo sio ya maana, mambo ambayo hayakusaidii. Kuwa deep kwenye vitu ambavyo vinahusiana na eneo lake. Sasa mtoe huko kwenye mambo mengine, kwenye kuvaa, sio kwenye nini, mlete kwenye eneo lake la ubora. Anawakalisha maprofesa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na bidii ya kujifunza. Alikuwa obsessed na mission yake. Na kwa sababu hiyo Charlie alifanikiwa kukaa na wazee. Wazee walikuwa na mheshimu. Hadi kina Rais Donald Trump anasema kama sio Charlie asingeshinda urais wa Marekani. J.D. Vance, Vice President wa Marekani, anasema kama sio Charlie mimi nisingetoboa. Kwa nini? Kwa sababu na huyo ni kijana mdogo wa miaka 31. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa bora kwenye kitu ambacho alikuwa anakifanya. Alikuwa ni mtu ambaye ana deliver, alikuwa ni mtu ambaye ana results. Charlie mwaka 2016
Kama amekufa mwaka 2025 akiwa na miaka 31, hebu fikiria mwaka 2016 alikuwa mdogo kiasi gani. Charlie aliongea kwenye Republican National Convention, ule mkutano ule wa Republican ule wa jumla ule wa watu wote. Charlie alienda kuzungumza pale. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ameketi na wakuu, alikuwa amefanikiwa kukaa na wazee. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amefanya personal development. Kuna msemo mmoja unasema, ukitaka kukaa na wazee njoo na kichwa cha simba. Yaani usije kujieleza, usije kujitambulisha sana. Ukiona wazee wamekaa alafu unataka kukaa nao wakiwa wanapiga stori zao wakuite, wewe nenda porini kalete kichwa cha simba. Maana yake ni nini? Kafanye kitu kikubwa, yani kiasi kwamba wazee wenyewe watakutafuta. Hicho ndicho ambacho Charles Kirk alifanya. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, baada tu ya Charlie kufariki, alikuja naye aka appreciate contribution ya Charles Kirk kwenye ustawi wa taifa lake la Israeli. Kwa hiyo ni mtu ambaye viongozi wa kidunia walikuwa ni marafiki zake kwa sababu ya self development ambayo ameifanya. Kitu cha tatu ambacho tunajifunza kwa Charles Kirk ni umuhimu wa kuishi Ukristo kwa vitendo. Practical Christianity. Umuhimu wa kuishi Ukristo kwa vitendo. Donald Trump anasema Charles Kirk alikuwa ni missionary. Kwenye ile kazi aliyokuwa anaifanya ile ya kwenda huko kuwatafuta vijana na kuja kudebate nao, kuja kuwa challenge kwenye ideologies zake, anasema ule ulikuwa ni missionary wa kiwango cha juu sana ambacho sio rahisi mtu wa kawaida kufanya. Alikuwa ameriski, yani hizi threat kwenye maisha yake zilikuwa nyingi sana. Charlie alikuwa anatishiwa kila siku, lakini alikuwa ameamua kuyatoa maisha yake. Kama ulikuwa unafuatilia social media zake, siku chache kabla hajapigwa risasi, aliposti kwamba Kristo alikufa ili sisi tuishi. Alikuwa anajua kwamba kuna hatari kwenye maisha yake, lakini hakuacha kwa sababu alikuwa anaamini kwenye alichokuwa anakifanya. Kwa kitu kimoja ambacho tunajifunza ni kwamba Charlie pia hakuificha imani yake. Japo pia alikuwa na political ambitions, alikuwa pia anafanya kazi za kisiasa, lakini mara zote aliisema imani yake kwa Kristo wazi wazi. Charlie alihubiri practical Christianity. Alikuwa na challenge vijana waoe, waishi maisha matakatifu, waende kanisani, wazae watoto na kuwalea, waijue imani yao. Charlie alikuwa na challenge watu waishi Ukristo. Alikuwa pia anaonyesha kwamba Ukristo ni logical and reasonable. Yaani imani ya Kikristo ukielewa unaweza kuitetea. Ni imani ambayo ni ya kihistoria, ni imani ambayo ni logical na ni reasonable pia. Kwa hiyo alikuwa pia ana challenge watu waishi Ukristo. Lakini pia kupitia Charles Kirk tunaona kwamba siku zote ukweli una upande. Ni Profesa Ngugi wa Thiong'o ndio alisema siku zote ukweli una upande. Huwezi kuwa unasema ukweli afu ukawa neutral. Kwa Charlie alisema ukweli hata kwa watu ambao walikuwa hawataki kuusikia, hata kwa watu ambao walikuwa uncomfortable, watu ambao hawakutaka, walitafuta namna za kumnyamazisha, lakini hakuacha kusema ukweli. Hakuamini kwenye kuwa politically correct. Tunaishi kwenye kizazi ambacho kinatafuta political correctness. Hatutaki kukanyaga mtu vidole. Tunataka kuwa katikati ili tuweze kwenda sawa na kila mtu. Tunataka kucompromise. Lakini Charlie aliamini kwenye ukweli, na kama ukweli utakuoffend ni sawa pia, lakini hiyo haikubadilisha ujumbe wake. Yesu anasema hajaja kuleta amani, amekuja kuleta upanga. Upanga unamaanisha mgawanyiko, unamaanisha division. Ukweli ukisema siku zote utawagawanya watu. Wanaotaka kukaa upande wa ukweli na wanaotaka kukaa upande wa uongo. Kwa hiyo Charlie aliamua kusema ukweli ili ambao wanautaka wauchukue na ambao hawautaki pia wafanye wanavyotaka wao. Kwa kupitia Charlie tunajifunza kwamba ukweli una upande. Hata wewe usikubali kuwa neutral. Amua kukaa upande wa kweli. Amua kuisimamia kweli kwenye maisha yako, kwenye maneno yako, kwenye matendo yako. Simama kwenye kweli. Lakini pia Charlie alikuwa ni mtu anayejali afya. Wanasema alikuwa anakimbia at least maili 10 kwa siku. Alikuwa ni mtu pia, kama umemsikiliza, ni mtu ambaye ilikuwa ikifika Ijumaa anazima simu yake hadi Jumapili.
anakaa na familia. Alikuwa baba wa mke Erica na watoto wawili. Kwa alikuwa anatoa muda kwa ajili ya familia pia. Haya yote alikuwa ana demonstrate kujaribu kuonyesha practical Christianity. Jinsi ambavyo Ukristo unaweza ukawa kweli kwenye maisha ya kila siku. Alikuwa ana encourage vijana wafanye namna yoyote, wasiwe na uzito uliopitiliza. Funga na kuomba upungue kilo, fanya mazoezi, fanya chochote kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako, uweze kuwa wakili mwema wa mwili ambao Mungu amekupa, ili akili yako iweze kufanya vizuri na roho yako iweze kuwa na afya. Kwa kupitia Charles tunaiona practical Christianity. Kitu cha 4, Charles Kirk, mojawapo kati ya legacy aliyotuonyesha, aliyotuachia, Charles Kirk ametuonyesha nguvu ya social media. Charles ametuonyesha kwamba dunia imehama. Charles alimwandikia mwaka huu around mwezi wa 5 nafikiri, alimwandikia barua waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kwenye ile barua ni barua ndefu, bila iko online unaweza ukaisoma, lakini ina peji 7. Kwenye ile barua anamwambia 90% ya vijana wanapata habari zao kutokea mtandaoni. 90% ya vijana wanapata habari zao kutokea mtandaoni na kwenye podcasts, kutoka kwenye social media na kwenye podcast. Kwa anamwambia kama tunapambana kutafuta, anamwambia Israeli kama taifa wana lose support ya vijana, hadi vijana ambao wako kwenye vyama vya conservative kama Republican. Kwa nini? Kwa sababu Israeli ilikuwa haijawekeza, kwa mtazamo wake, haijawekeza vya kutosha kwenye social media na kwenye podcast. Na vijana, watu wanaowasikiliza huko mtandaoni ni watu ambao wako kinyume na Israeli. Kwa anamwambia Rais Netanyahu, Waziri Mkuu Netanyahu, kwamba vijana wamehamia mtandaoni 90%. Hii taarifa inaweza ikakusaidia wewe. Mimi kama mhubiri wa Injili, kama Mkristo, kama mwandishi, hii taarifa imenisaidia kupanga mipango yangu mingi. Kwa na wewe pia unatakiwa ujue dunia inakoelekea. Anamwambia Waziri Mkuu wa Israeli, anamwambia ukimkuta kijana wa Kimarekani ana TV nyumbani kwake, basi anaitumia kuangalia Netflix, sio kuangalia taarifa za habari za vyombo vikubwa vya habari. Taarifa zao wanazitoa mtandaoni. Kwa hiyo dunia imehama. Lakini cha pili, anamwambia yeye binafsi amekuwa akipata views kwa billions TikTok. Sio milioni, bilioni. Anamwambia kama university campus tour yake ya mwisho iliyomalizika, alipata impressions bilioni 5 TikTok peke yake. Hiyo inakuonyesha watu zaidi ya bilioni 5 wameangalia. Hebu niambie ni TV gani inaangaliwa na watu bilioni 5? Kwa dunia imehama. Anamwambia social media and podcasts are where you fight for the hearts and minds of the younger generations. Kama unataka kuipata mioyo na akili za vijana, basi wako social media. Vijana wamehamia social media. Kwa kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ni mwandishi, ni mwalimu, ni investor, ni yoyote, bila shaka hii inaweza ikakupa picha kwamba dunia inaelekea wapi. Cha mwisho ambacho Charles Kirk anatufundisha, cha 5 kutokea kwenye maisha yake, Charles Kirk anatuonyesha kwamba kifo huwa sio mwisho. Charles amekuwa na impact zaidi baada ya kufa kuliko hata alivyokuwa hai. Inawezekana hata wewe ulikuwa umemfahamu baada ya kufa. Ujumbe, watu waliodhani kwamba walikuwa wanamnyamazisha, kumbe ndio walikuwa wana amplify sauti yake. Baada ya kifo chake amekuwa mtu mashuhuri sana. Ujumbe wake aliokuwa anauhubiri muda mrefu umeenda kwa kasi sana baada ya yeye kufa. Wamezaliwa kina Charles Kirk wengi sana baada huyu mmoja. Ni kama Yesu alivyosema kwamba mbegu ikifa inazaa zaidi. Kwa hiyo ni kama Charles baada ya kufa amezaa. Mke wake anasema kitu cha kushangaza ni kwamba baada ya Charles kufa hakujatokea revolution, lakini kumetokea revival. Hakuna mtu aliyeingia barabarani kuandamana wala kuchoma magari, si matairi, si nini. Lakini kilichotokea ni kwamba watu wameanza kusoma Biblia, watu wameanza kwenda kanisani, watu wamemrudia Mungu, watu wameanza kuomba, watu wameanza kumtafuta Mungu baada ya huyu mtu wa Mungu kuwa amekufa. Kuna waimbaji pia ambao walikuwaga
wako loose, wako katikati, yani hawataki. Lakini kama unafuatilia utagundua kuna ambao wamekataa kwamba kuanzia leo hawataki tuzo, kuanzia leo hawataki tena kuimba nyimbo ambazo ujumbe wake sio wa Injili, haujanyooka, haumsemi Yesu. Wakapoteza followers pia, wakasema ni sawa. Lakini wameamua sasa kwamba bwana, sasa hivi tumeamua kuwa aggressive kwa ajili ya Injili na kujulikana kwamba tunasimamia kitu gani. Watu walioshuhudia mazishi yake ni kwa mamilioni, walioshuhudia live na waliokuwepo physically. Kwa utagundua kwamba ukiishi maisha yenye mguso, maisha yenye kusudi, kifo wala sio limit ya impact ambao tunaweza tukaiweka. Kwa kifupi, tunaona kupitia maisha ya Charles Kirk kwamba swala wala sio urefu wa maisha tunayoishi. Swala ni impact kwenye haya maisha ambayo tumeishi, tumefanya nini? Kwa sababu kifo kwa sisi ambao tunamjua Kristo, Paulo anasema to be absent in the body is to be present with the Lord. Yani kutokuwepo kwenye mwili ni kuwa pamoja na Bwana tu. Yani sio issue kubwa. Kifo tena ile yale maumivu ya kifo hayapo. Lakini swali ni kwamba tukiwa katika mwili sasa tunafanya nini? Kwa wewe na mimi tuzichukue hizi changamoto ambazo Charles Kirk anatuachia na tuzifanyie kazi kwenye maisha yetu ya kila siku sisi binafsi. Mungu akubariki sana, na naamini kwamba episode hii imekujenga na imekutafakarisha na kutia moyo uisikilize tena na tena, na usikilize na episode zilizopita. Lakini pia usisahau kuniachia ujumbe hapa kwenye chats. Uniambie wewe unafikiri nini kuhusu Charles Kirk na ni kitu gani ambacho kimekugusa kuhusu maisha yake. Lakini pia usisahau kusubscribe, usisahau pia kushare ujumbe huu na watu ambao unawapenda. Patrick Seuya, rafiki yako wa kila siku. Mungu akubariki sana.